ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه فقد فاز المتقون. هكذا حج الصالحون. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea na halaka zetu hizi na hii silsila tulionayo. Hii ndiyo ibada ya hija ya wajawema, au hivi ndivyo walivyohiji wajawema, na tuko katika halaka ya 8 tukizungumza upande wa kina mama. Mwanamke mja mwema, mwanamke mwema katika ibada ya hija yampasayo kuyatambua. Katika mambo ambayo tumeyazungumza kwa kujikumbusha katika halaka iliyopita ni swala zima la mwanamke anapokuwa katika ibada ya hija kujiepusha na kuchanganyikana na wanaume, kujiepusha na kusukumana na wanaume. Leo hii utawatazama wanawake wakiwa katika ibada ya hija katika mambo ambao ni yenye kusikitisha. Wako wengine unaona kabisa kana kwamba wamekusudia kuingia katika zihamu, wanakuja wanaingia katika msongamano, pengine ni ya wanaume, wanasukumana na wanaume. Au unaweza ukamkuta mwanamke anapambana mpaka wengine anafika anatakashafu, anavuka nguo, anataka aende katika Hajarul Aswad kubusu pale. Mwingine anapambana afike makamu Ibrahim, mwingine anapambana mpaka akashike sitarul Kaaba. Mambo ambayo hayana sababu, mambo ambayo sio kwamba yanafungamana na ibada yako ya hija, kwamba kama ukufanya hivyo hija yako haikubaliki au umra yako haikubaliki. Kwa hiyo tunasisitiza ndugu zangu katika imani, wanawake wajiheshimu, wanawake wawe na adabu katika ibada ya hija. Lakini vile vile hata kama itatokea kugusana na misukamano, isiwe ile ambayo mtu kaikusudia. Haya ni mambo ambayo tulisisitiza katika halaka iliyotangulia, lakini leo tunaanza na pointi katika kuzungumzia hajju salihat, hija ya wanawake wema. As-saliha tas'alu an diniha fil hajj. Mwanamke mwema, mja mwema, mwanamke mwema anayekusudia kutekeleza ibada ya hija anauliza katika sifa zake, au katika sifa za wanawake wema, wana tabia ya kuuliza yale yanayowatatiza katika ibada ya hija, kama vile ambavyo wana tabia ya kuuliza katika mambo mbalimbali yanayohusu dini yao. Imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas qal جاءت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. حديثه يا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما inatupa msingi na umuhimu wa mtu kuuliza katika yale yanayomtatiza. Lakini katika hadithi hii aliyeuliza ni mwanamama, anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ahkamu za haji. Anamwambia, ewe Mtume wa Allah, alikuja mwanamke mmoja kutoka katika kabila la Bani Khatham, akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj, hakika faradhi ya Allah, agizo la Allah kwa waja wake la kutekeleza ibada ya hija, adrakati abi shaykhan kabira, faradhi hii imemdiriki baba yangu akiwa ni mzee sana. Kwa maana kwamba pengine uwezo ndio kaupata wa kuweza kwenda hija, lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri baba yangu amekuwa sasa ni mzee mkongwe, amekuwa ni mtu mzima sana. La yathbutu ala rahila, kwa sababu ya uzee wake pengine anatetemeka, hawezi kukaa katika kipando akawa ni mwenye kutulia akaweza kusafiri umbali mrefu. Afa ahuju anhu, ya Rasulullah, naweza kumtekelezea ibada ya hija, naweza nikahiji badala yake? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu mwanamama huyo akamwambia, naam, unaweza ukamtekelezea ibada ya hija. Na swali hili ama mwanamama huyu alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni katika hajjatul wadaa. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kwamba swala la mtu kuuliza katika yale yanayomtatiza ni jambo la msingi katika ibada, kwa sababu ibada inatakiwa itekelezwe kwa elimu na kwa ujuzi na kwa kupatia maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Daima tunakuwa ni wenye kurejea kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alitekeleza ibada ya hija, kisha akawaambia Waislamu, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi mtume wenu
utaratibu mzima na mfumo wa ibada zenu. وفي الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم, na katika hadithi nyingine Abdullah ibn Abbas anapokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama laqiya rakban min birrawha faqala man alqawm qalu almuslimun faqalu man anta qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika safari zake akakutana na kundi ambalo walikuwa ni kundi ni msafara wakiwa katika sehemu moja inaitwa Ar-Rawha. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwauliza wale watu, ule msafara na lile kundi, anawauliza manil qaum, akina nani nyinyi, mbona siwafahamu, au jitambulisheni ninyi ni akina nani? Faqalu, wakasema katika kujitambulisha, almuslimun, sisi ni waislamu, wakajitambulisha hivyo. Faqalu man ant, na wao wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wewe utakuwa ni nani? Faqala Mtume alayhi salatu wasallam akasema, Rasulullah, mimi ni mtume wa Allah. Huyu mama aliyekuwa katika msafara huu akaiona ni fursa, pale pale akamuuliza, farafat ilayhi imra'atun sabiyan, mwanamama mmoja alikuwa na mtoto wake mdogo, akamnyanyua mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ali hadha hajjun, ewe mtume wa Allah, je, mtu huyu naye anayo haji kama atahiji? Mtoto huyu kama nitampeleka katika hija yake itakubalika? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, naam walaki ajrun, kwamba ndiyo hija inakubalika na wewe utapata malipo. Tunajifunza nini? Tunajifunza ulazima wa kuuliza katika mambo ambayo mtu hayafahamu, na hasa katika ibada ya hija. Kwa nini nasema ni hasa katika ibada ya hija? Kwa kuwa kwa wengi miongoni mwetu ukiipata fursa inakuwa ni fursatul umri, ni moja katika maisha yako, hautarajii kupata fursa nyingine, na hata itatokea ile itakuwa ni hija tu, ni hija ambayo ni nafila, ni ziada. Ama hajjatul islam, hiyo itakuwa tayari imekwisha timia na hairudi tena. Kwa hiyo kwa kuwa unakusudia kufanya ibada ambayo inaweza ikawa ndiyo hiyo pekee katika maisha yako, hauna fursa nyingine ya kurudi, basi hakikisha ibada hii unaitekeleza kikamilifu, unachukua mafunzo kiasi cha kutosha, unauliza kwa yale mambo usiokuwa ni wenye kuyajua, ili utakapokwenda kutekeleza ibada yako uitekeleze ala ilmin, kwa ujuzi, na vile vile iwe ni haji ambayo ni mabrur, yenye kukubaliwa, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema malipo yake ni pepo. Ndugu zangu katika iman, ewe mwanamama wa Kiislamu, as-saliha la tantaqibu wala talbasu alqifazain, katika mambo ambayo yanamhusu mwanamke katika ibada ya hija ni kwamba mwanamke anapokuwa akitekeleza ibada ya hija katika miko ambayo atakiwa aizingatie, kama tulivyotaja kwamba kuna mambo yanaitwa mahdhuratul ihram, wanawazuoni wameyataja kama ni mambo ambayo yamehadharishwa, yamekatazwa mtu anapokuwa katika ibada ya hija amehirimia. Mwanamke havai alqufazain, gloves, wala vile vile haruhusiwi kuvaa niqab. Havai niqab, lakini vile vile havai gloves zile za mikononi. Na hii ni kwa mujibu wa hadithi ya Ibn Umar. Imekuja hadithi ni ndefu, wa fihi wala tantaqibu almuhrimatu wala talbasu alqifazain, mwanamke ambaye amehirimia ibada ya hija au umra, la tantaqib, havai niqab wala talbasu alqifazain, wala havai vile vitu vinavyofunika mikono ambayo ni gloves. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah ana maneno yake katika kitabu chake ambacho ni Majmu'ul Fatawa, mujalladi wa 26, mas'ala namba 113, amesema maneno haya: alburqu aqwa minan niqabi. Alburqu ni vazi katika mavazi ambayo yanavaliwa usoni, ni stara katika stara za uso. Sisi tuna lugha moja tu tunasema niqab, lakini hata hizi niqabu zina aina. Ziko ambazo zinakuwa zimetobolewa macho, lakini ziko ambazo zinakuwa hazijatobolewa, ni kitambaa kinakuwa ni chepesi, yeye anaona vilivyoko mbele yake, lakini kama ni mtu anamtazama hawezi kumuona. Akasema aqwa minan niqab, hiyo ina nguvu zaidi kuliko hata niqab, kwa hiyo vile vile nayo haivaliwi. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن البرقع واللثام
wa illam yusammaya niqaban fala farqa bainahuma wa bainahu. Asema mavazi haya yanayofunika uso, alburqu, allitham, ile ambayo mtu anaivaa kufunika uso wake na macho yake yasionekane, hata kama havikuitwa niqab, lakini vile vile kwamba hakuna tofauti baina ya viwili hivi na niqab, kwa maana kwamba kitu chochote ambacho kinafunika uso, mwanamke anapokuwa amehirimia ibada ya haji hatakiwi kukiweka katika uso wake. Bal idha nuhiyat 'anil niqabi falburqu wallithamu aula, ikiwa amekatazwa kuvaa niqab, basi hiyo burqu na mengine ni bora au yanaingia katika makatazo mimbabi aula. Walidhalika mana'atha ummul mu'minin min al-litham, na kwa sababu hiyo ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikataza swala zima hilo la kuvaa niqab, na hii imetajwa katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ambayo hadithi ameitaja akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa ghayruhuma, na akasema mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana ar-rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muhrimatin, kwamba ilikuwa misafara ya watu katika ibada ya hija ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjatul wadaa, alikuwa pamoja na baadhi ya wake zake. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema ilikuwa mahujaji, misafara ya mahujaji wakitupitia, wa nahnu muhrimatin ma'a rasulillah, hali ya kuwa sisi tuko pamoja na mtume tumehirimia. Fa idha hadhauna, pindi wanapokuwa wamekuwa usawa na sisi, asdalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, anashusha mmoja wetu jilbabu yake kutoka kichwani, anafunika uso wake. Fa idha jawazuna kashafnahu, wakisha tupita wakaondoka tukabaki nyuma pamoja na mtume, tunajifunua. Hii ni dalili ya kwamba uso unakuwa uko wazi, na hii ndiyo ihramu ya mwanamke kama walivyosema wanawazuoni. Kwa hiyo haya ni masala ambayo inatakiwa kwa mwanamke ayafahamu na ayatambue. Kwa hiyo inapokuwa mwanamke yuko katika ibada ya hija, akitembea katika misafara, basi inatakiwa kama ni kujistiri, basi ajistiri kiasi cha kwamba sio ile nguo aliyoivaa katika mwili wake ndiyo inakuwa inaufunika uso, anakuwa nayo kwa dharura, ikitokea anaweza kateremsha ile nikabu yake, kama atakuwa ameivaa ameifunga iko nyuma, ikitokea basi anajifunika na watu wakipita alafu anafunua. Fasalihatu tasturu wajhaha fil hajj wa ghairi an ar-rijal al-ajanib, lakini swala la kujistiri na kujifunika katika ibada ya hija na maeneo mengine isiyokuwa katika ibada ya hija ni mambo ambayo yapo yanatakikana. Maana asije akaelewa mtu pale tunapozungumza swala la kujistiri na kujifunika kwamba ikaeleweka kama vile ni takashuf, kukaa waziwazi, tabarruj, kudhihirisha mapambo. Jambo hili haliruhusiwi, pamoja na kwamba havai niqab, lakini natakiwa awe na mazingira ya kustiri uso wake. Lakini vile vile katika masala muhimu yanayomhusu mwanamke katika ibada ya hija, as-saliha tunfiqu wa tabdhulu wa tu'ti fil hajj. Pamoja na ibada ya hija inaambatana na mambo mengine katika ibada, ikiwa ni pamoja na kutoa, pamoja na kujitolea katika ibada ya hija. Hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, qalat ya rasul Allah, mama Aisha alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ewe mtume wa Allah, yasduru an-nasu binusukaini wa asduru binusukin, watu wanaondoka katika mji wa Makka hali ya kuwa wana ibada mbili, wametekeleza nusuki mbili, na mimi ninaondoka na nusuki moja ya Rasulullah. Faqila laha, akaambiwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, intadhiri fa idha tahurti fakhruji ila at-tan'im fa ahilli thumma atina bimakani kadha walakinaha ala qadri nafaqatiki au nasabiki wa fi lafdhin inma ajruki fi umratiki ala qadri nafaqatiki. Hadithi hii ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha inaonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam anasisitiza na kuhimiza swala la kutoa gharama kwa ajili ya ibada, swala la kutoa mali kwa ajili ya ibada, na vile lilivyokuwa na malipo makubwa, halikubagua wanawake wala wanaume. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha alipokwenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya hija,
ikawa amepatwa na dharura ya kuingia katika siku zake. Alafu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Allah, watu wanaondoka na ibada mbili, yani na nusuki mbili, wamefanya hija wakafanya na umra ya Rasulullah, mimi nawezaje kuondoka na nusuki moja? Kana kwamba anajuta mama Aisha kwamba amepitwa na fursa iliyokuwa adhim. Faqila laha, akaambiwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, intadhiri, hebu subiri na ngojee, fa idha tahurti fakhruji ila tan'im, utakapokuwa umetoharika sisi tutakusubiri, nenda katika tan'im, katika miqati maana yake, ukafanye ihramu, hirimie, fa ahilli, hirimia huko, thumma atina bimakani kadha, njoo katika haram, njoo Makkah, fanya ibada yako ya umra, kisha utatukuta sisi katika sehemu fulani. Lakini Mtume SAW akamwambia, walakinaha ala qadri nafaqatuki, lakini umra yako hii na malipo yake ni kwa kadiri ya gharama utakazozitoa, au nasabiki, au ni kwa ajili, ni kwa mujibu wa tabu na dhiki utakaoipata. Na katika lafzi nyingine imekuja, innama ajruki, hakika si vinginevyo malipo yako, fi umratiki, katika umra yako, ala qadri nafaqatuki, kwa kadiri ya gharama na matumizi na masurufu uliyotoa. Al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah katika kuielezea hadithi hii akasema, hadha dhahirun fi anna ath-thawaba wal-fadla fi al-ibadati yakthuru bi kathrati an-nasabi wan-nafaqa. Al-Imam an-Nawawi anasema hadithi hii iko wazi, inatupa uwazi kabisa kwamba thawabu, malipo na fadhila anazozipata mtu katika ibada zinakuwa ni nyingi kutokana na tabu atakayoipata katika ibada ile, na vile vile kutokana na gharama zitakazomgharimu katika ibada ile. Walmuradu an-nasabu alladhi la yadhummuhu shar'u, lakini vile vile maneno haya yaeleweke vizuri kwamba thawabu na malipo ni kwa kadiri ya tabu atakayoipata mtu, lakini vile vile ni kwa kadiri ya gharama atakazozitumia. Asije akaitumia mtu hadithi hii au maneno haya ya al-Imam an-Nawawi akadhani kwamba kwa hiyo mtu akienda katika ibada ya hija akusudie kujichosha, akusudie kufanya mambo ambayo pengine yako nje na sheria ili achoke sana, akidhani malipo yatakuwa ni makubwa. Hii itakuwa haipo katika maelekezo ya Mtume sallam na itakuwa haina malipo. Lakini vile vile asije akaielewa vibaya hadithi hii mtu au maelezo haya al-Imam an-Nawawi kwamba kwa hiyo thawabu zitakuwa ni kubwa kwa kadiri gharama zitakazokuwa kubwa. Kwa hiyo wale ndugu zetu wa taasisi wakapandisha gharama za kuwapeleka mahujaji katika ibada ya hija kwa huja kwamba al-Imam an-Nawawi anasema kwamba malipo atayapata mtu kutokana na gharama vile zinavyokuwa kubwa. Hapana, ni yale mambo ambayo yanaingia katika mazingira ambayo hapana budi wala huwezi kuyaepuka. Idhan almuradu bin nasabi an-nasabu alladhi la yadhummuhu ash-shar'u, vile vile an-nafaqa allati la tadhummuha ash-shar'u, iwe ni matumizi ambayo hayakupetuka kiwango, lakini vile vile iwe ni uchovu na tabu zile ambazo hazipingani na utaratibu wa sheria. Ndugu zangu katika imani, as-salihatu ta'khudhu bir-rukhsati fil hajj, mwanamke mwema anazitumia ruhusa zilizotolewa katika ibada ya hija. Ndugu zangu katika ibada ya hija ziko fursa ambazo zimebainishwa na zimeainishwa katika ibada ya hija. Ni vizuri mtu akazitumia pale inapokuwa amejikuta ni katika watu ambao wamekusudiwa katika ibada, katika ruhusa hizo. Faman ta'ammala al-hajj wa ma fihi min mashaqqatin wa jahdin khasatan lin-nisa, ukitazama ibada ya hija na dhiki na tabu na machovu na shida zinazopatikana hasa kwa upande wa wanawake, walidha kana fi haqqihinna jihadun, na kwa sababu hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameijalia ibada ya hija kwa wanawake ni kama jihad. Pale mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha alipomuuliza Mtume, ya Rasulullah, hakika sisi tunaona jihadi ndio ibada na ndio amali iliyokuwa kubwa, afala nujahid, kwa nini sisi hautupi fursa na sisi tukaingia katika jihadi? Mtume sallallahu akaambia, hapana, nyinyi mna jihadi isiyokuwa na mapambano ndani yake. Alhajjul mabrur ni ile hija yenye kukubaliwa, haikufanywa kuwa ni jihad isipokuwa kutokana na dhiki na tabu na mashaka anayoyapata mtu katika ibada hiyo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sheria yetu tukufu raa an tukhaffifa anil mar'ati fi mawadhi'a idda min ahkamil hajj, ikaona kwamba mwanamke impunguzie baadhi ya matatizo katika ibada ya hija, baadhi ya hukumu ambazo zinaweza zikamsababishia madhara
kama msongamano na mambo mengine kama hayo, kwa dalili nyingi ambazo nitataja baadhi yake ambazo zinaonyesha wepesi na ahueni anayoipata mwanamke katika ibada ya hija. Nasu ya kwanza ni hadithi ya Salim ibn Abdullah ibn Umar wa fihi. Katika mambo yaliyokuja katika dalili hiyo, katika hadithi ya Salim ibn Abdullah ibn Umar, ndani yake yamekuja maneno haya: wa kana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yuqaddimu dha'fata ahlihi fayaqifuna 'inda al-mash'ar al-haram bil-Muzdalifa bilailin. Ilikuwa Abdullah ibn Umar anapokwenda katika ibada ya hija anawatanguliza wale madhaifu, wanawake, wazee, vikongwe, wagonjwa, anawatanguliza katika mash'ar al-haram. Akiwatanguliza hapo katika sehemu ya Muzdalifa, anawatanguliza, wanasimama usiku, fayadhkuruna Allaha ma bada lahum, anawapa fursa ya kumtaja Allah, wanamtaja kiasi itakavyomwezekania, yani anawaepusha na misongamano kabla msongamano haujaanza. Thumma yarji'una qabla an yaqifa al-imam, kisha wanarejea kabla imam hajasimama, wa qabla an yadfa, na kabla ya kuondoka. Kwa maana kwamba wanapokuwa katika ibada ya hija pale Muzdalifa, wanasimama katika mash'ar al-haram mapema kabla ya kusimama watu wengine, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kiasi utakavyojaliwa, kisha wanaondoka. Faminhum man yaqdumu Mina li salati al-fajr, wako miongoni mwao waliokuwa wanakwenda mpaka wanafika Mina kabla ya salati al-fajr. Wa minhum man yaqdumu ba'da dhalik, na wako wengine walikuwa wanafika Mina baada ya salati al-fajr. Fa idha qadimu ramau al-jamra, wanapofika Mina wanakwenda pale jamarati, wanapiga mawe, wanamaliza. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul, ikawa Abdullah ibn Umar anasema maneno haya: arkhasa fi ulaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu hawa madhaifu Mtume alayhi salatu wasalam aliwapa ruhusa maalum. Narudia kwa kusema fursa kama hizi ambazo zipo kisheria ni vizuri mwanamke akazitumia pale anapokuwa amepata fursa ya kufanya hivyo, kwani hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwapa fursa hiyo wale madhaifu. Kwa hiyo siku ya Arafa, watu wakitoka Arafa siku ya tarehe 9 wakalala Muzdalifa kuamkia tarehe 10 ambayo ni yaumun nahar au inaitwa yaumul hajjil akbar, wakifika pale wanalala, na ndiyo sunna. Hakuna ibada inafanyika usiku mpaka itakapokuwa wameswali salati al-fajr. Kwa wale wasiokuwa na dharura ndipo wanaondoka Muzdalifa wakielekea Mina kwa ajili ya kutekeleza matendo yanayotendwa siku hiyo ya tarehe 10. Sasa wale ambao ni madhaifu, wanyonge, wanawake, wagonjwa, wazee, wameruhusiwa kuondoka mapema usiku kabla ya tulu'i al-fajr, na haya ndiyo ambayo aliyokuwa akiyafanya Abdullah ibn Umar. وفي حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة. حديث يا عبد الله مولى أسماء بنت عمر kwamba walikuja wakafika Muzdalifa usiku, faqamat tusalli fasallat saa, akasimama kuswali, akasali muda fulani aliyosali. Thumma qalat, kisha akasema Asma, ya bunayya hal ghaba al-qamar, anamuuliza kijana wake, je, mwezi umekwisha potea? Qultu la, nikamwambia hapana. Fasallat saa, akaswali tena kitambo kingine. Thumma qalat hal ghaba al-qamar, akauliza tena, mwezi umekwisha potea? Qultu na'am, nikamwambia ndio, mwezi umekwisha potea. Qalat fartahilu, ambia sasa tuondoke twenzetu. Fartahalna wa madaina hatta ramatil jamra, tukaondoka katika maeneo ya Muzdalifa tukaja mpaka Mina, mpaka ikawa amepiga jamarati akamaliza. Thumma raja'at fasallat as-subha fi manziliha, kisha akarudi akaja akaswali salati al-fajri pale kwenye kambi yake alipokuwa amefikia. Alipokuwa amefikia pale akaswali salati al-fajri. Angalia, ametoka Muzdalifa akaenda Mina, akapiga mawe, akamaliza, akarudi Mina pale kwenye kambi yake akaswali salati al-fajri, kwa maana ya kwamba waliondoka mapema sana pale Muzdalifa. Faqultu laha, kijana wake akamwambia, ya hannatahu ma arana illa qad ghalasna. Qalat ya bunayya inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam adhina lidhani, akamwambia, ewe kijana wangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapa ruhusa maalum wale ambao ni madhaifu, wazee, wasiokuwa na nguvu. Kuna ruhusa maalum
ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya wao kuondoka mapema. Kwa hiyo kuna ruhusa maalumu ambazo inatakiwa mwanamke azitumie kwa sababu ni fursa ambazo amezitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile katika mambo yanayomhusu mwanamke anayekusudia kutekeleza ibada ya hija ni pamoja na kujifunza hukumu mbalimbali zinazofungamana na ibada ya hija. Katika hadithi ya Ummul Fadl bintul Harith, anna nasan ikhtalafu indaha yawm Arafa fi sawmi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, walibishana watu katika hija ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala zima la kwamba je, Mtume sallallahu alayhi wasallam amefunga au hakufunga. Wakabishana wakiwa na Ummul Fadl bintul Harith, Mtume sallallahu alayhi wasallam amefunga, wengine wanasema hakufunga, wengine wanasema amefunga. Faqala ba'dhum huwa saim, wengine wakasema amefunga, wengine wakasema hakuna, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufunga. Huyu Ummul Fadl fa arsalat ilayhi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fashariba, akachukua chombo akakiwekea maziwa akampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama pale katika kisimamo cha Arafa. Mtume akanywa maziwa. Angalia ni namna gani huyu mama alikuwa na maarifa na uelewa, alikuwa na fiqh, akawa amelitatua tatizo hili la kubishana kwa vitendo. Wao wamebishana amefunga hajafunga, Mtume sallam ikabidi huyu Ummul Fadl akaamua kumpelekea maziwa Mtume sallam, na Mtume akanywa. Tayari ikawa ni taarifa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama hajafunga bali anakula. Kwa hiyo hii tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba mwanamke lazima anayetaka kutekeleza ibada ya hija, kama ilivyo katika matendo mengine, pia katika ibada ya hija ni lazima awe ni mwenye kujifunza. Kwa kumalizia, nimalizie na tambihati muhimu, baadhi ya mambo muhimu ya kuzingatia. Jambo la kwanza katika mambo muhimu ambayo tunamaliza nayo, anna almar'ata karrajuli fi sa'iril ahkam, mwanamke ni sawa sawa na mwanamume katika hukumu zote za hija, illa ma warada dalilu ala istithnaihi, isipokuwa yale mambo ambayo yamekuja yamevuliwa kwamba haya ni maalum. Kwa mfano swala la kuvaa niqab na mambo mengine mfano wa hayo. Lakini jambo la pili, unaweza ukastaajabu na hali ya baadhi ya wanawake katika ibada hii tukufu ya hija. Kwa kweli ni katika mambo yanahitaji kutanabahishana na kuchukua tahadhari. Wako baadhi ya wanawake utawaona wanatabaruji, wamedhihirisha mapambo pamoja na kwamba nyuso zao ziko wazi, lakini wamejipamba, wamejirembua, hasa katika maeneo ya Mina, na hasa siku ya Eid. Ni siku ambayo kwa hakika wanawake wanafanya mambo ya ajabu, mambo ya hovyo, wanashindwa kuelewa wako sehemu gani, wako katika zama zipi, na jambo gani wanatakiwa wazingatie. Swala la kufanya nini? Kudhihirisha mapambo, kuvaa mavazi mengine ambayo yako kinyume na utaratibu wa sheria, ni miongoni mwa mambo ambayo hivi sasa katika zama hizi yamekuwa yanaonekana sana katika ibada ya hija, hasa maeneo ambayo wanahisi wako huru, wanahisi wamemaliza ibada ya hija. Kwa hiyo chukua tahadhari. Na la mwisho, baadhi niswa la tatawarrau anil ghibati wan namima wal qil wal qal, baadhi ya wanawake utamkuta mwanamama ametoa pesa zake, amevumilia machovu ya safari, ameacha familia yake na mambo yake, anakwenda katika ibada ya hija, lakini anakwenda kuchuma madhambi. Vipi? Unakuta watu wako katika ibada ya hija lakini bado hawajaachana na kuteta, hawajaachana na kusengenya, hawajaachana na porojo, maneno yasiyokuwa na alaka kabisa na mafungamano ya ibada ya hija. Ndugu zangu, mtu mwenye kushughulika na kusema watu ni wakati gani atapata muda wa kusoma Qur'ani, ni wakati gani atapata muda wa kufanya adhkari, ni wakati gani atapata muda wa kusoma vitabu vyenye maarifa ya kumsaidia ibada yake ya hija iweze kwenda vizuri, ni wakati gani atapata fursa ya kusikiliza maelekezo na mihadhara na darasa mbalimbali ambazo zinapatikana katika mahema, katika misafara mbalimbali ya ibada ya hija. Kwa hiyo chukua tahadhari, ewe mwanamama wa Kiislamu, elewa kwamba unapokuwa katika viwanja vitukufu, katika ardhi iliyokuwa tukufu, maeneo ambayo umekanyaga manabii na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, umekwenda kutafuta msamaha na radhi za Allah. Usije ukatoka huko na mzigo wa madhambi. Kama ilivyokuwa thawabu katika maeneo yale zinakuwa ni nyingi, kadhalika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo hayo inakuwa madhambi yake ni makubwa. Ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi sisi pamoja na nyinyi, na vile vile tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watakaojaliwa kwenda katika ibada ya hija, awaruzuku hajjun mabrurun wa sa'yun mashkurun wa dhanbun maghfurun. Mpaka hapo tutakapokutana katika kipindi kingine. Wassalamu alaikum.